Leo wanahabari, kama ambavyo mmefika katika mradi huu, tumekuja kuonesha maendeleo ya utekelezaji wa mradi wetu huu wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hapa kuelekea Dodoma, na mmeweza kujionea namna ambavyo kazi kubwa imefanywa hapa na serikali kupitia TANESCO, na maendeleo ya mradi huu yamefikia asilimia 94 mpaka sasa ya kazi zote ambazo zilikuwa zikifanyika katika eneo hili, na katika hatua ya sasa tunatarajia kwamba mkandarasi atakuwa na kazi ya kuweza kuvuta nyaya kutoka nguzo kwa nguzo, kazi ambayo tunatarajia itafanyika katika eneo la Mkambarani pale Morogoro. Na sasa wakati wa utekelezaji wa kazi hiyo kutakuwa na adha kidogo ya upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wateja wetu, na hivyo basi italazimika kuweza kuzima baadhi ya laini za kusafirisha umeme za msongo wa kilovolti 220 na 132 wateja wetu katika mikoa ya kanda ya kati, kwa maana ya Morogoro, Dodoma, Singida, vile kanda ya Ziwa, mikoa ya kanda ya Ziwa, mikoa ambayo ipo kanda ya kaskazini, mikoa ya kanda ya magharibi na mikoa ya kanda ya kaskazini magharibi, yote itaathiriwa katika muda na tarehe tofauti ndani ya kipindi hicho ambacho tumekitaja, kwa maana ya kwamba awamu ya kwanza itaanza tarehe 30 Julai hadi tarehe 4 Agosti, lakini awamu ya pili itaanza tarehe 11 hadi tarehe 17 mwezi Agosti, na huduma ya umeme itakuwa ikikosekana kuanzia muda wa saa 12 asubuhi hadi kufikia saa 11 jioni katika maeneo tofauti kama ambavyo nimesema. Na sisi kama shirika tumejipanga vizuri kuwapa taarifa wateja wetu. Eneo ambalo litakuwa na athari na tutakwenda kulifanyia kazi ni eneo la Mkambarani. Na kwa nini Mkambarani? Mkambarani ndio sehemu pekee ambayo njia yetu inavuka njia ambazo zina exist, njia ambazo zipo tayari. Pale tuna njia 3 za umeme ambazo ndo zinapeleka umeme mikoani kutoka Julius Nyerere. Tuna njia ya kwanza ambayo ni Morogoro 1 tunaita, tuna njia ya pili tunaita Morogoro 2, lakini tuna njia ya 3 ya msongo wa kilovolti 132 ambayo pia inatoka Chalinze kwenda Morogoro. Kwa hiyo eneo hili tukilimaliza kazi, tuna awamu ya pili ambayo tunavuka umeme pia, umeme wa ile line ambayo inalisha treni SGR. Eneo hilo ni eneo la jeshi, panaitwa Kikombo. Na kwa nini Kikombo? Ni kwa sababu pia tena hizi njia zinapopita huwa kuna sehemu zinavuka njia ambazo zina exist. Kuna njia ambayo tutaifanya haita affect SGR, itakuwepo na hakuna namna ukaona kuna athari ya huu ujenzi kwenye hilo treni la SGR.